Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri usiku wa leo katika nyanja za kisiasa nchini Tanzania. Makamu wa Rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi sasa ameweza kuwekwa mahali pabaya na Samia Suluhu. Emmanuel Nchimbi ajikuta sehemu mbaya leo baada ya kushambuliwa vikali na wananchi na Watanzania pamoja na upinzani kwa kitendo hiki alichotumwa kufanya na Rais Samia Suluhu. Makamu wa Rais akumbwa na tuhuma hizi nzito kuhusu waandamanaji waliodai kwamba ni Wakatoliki. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla taarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Dhoruba kubwa ya kisiasa imezuka leo baada ya makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel Nchimbi kujikuta katikati ya mzozo mkubwa wa kitaifa kufuatia hatua inayoaminika kuwa imeidhinishwa na serikali kuu na kusimamiwa na kutolewa pesa na serikali. Kilichoanza kama ujanja uliokokotwa wa kisiasa sasa kimegeuka kuwa dhima ya sifa na kisiasa, huku wakosoaji hasa upinzani Chadema wakisema kuwa mwelekeo wa uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan umemsukuma naibu wake ama makamu wake Emmanuel Nchimbi katika nafasi hatarishi na ya uharibifu. Mzozo huo ulizidi kupamba moto baada ya shutuma kali kutolewa hadharani na mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha upinzani Chadema Brenda Rupia Jonas, ambaye maneno yake yameenea kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii leo na duru za kisiasa nchini Tanzania. Kauli zake zilijenga hali hiyo kama ushahidi wa uchovu mkubwa wa sera ndani ya chama tawala CCM, huku akimhusisha moja kwa moja makamu wa rais Emmanuel Nchimbi na tukio la kutatanisha lililohusisha waandamanaji wanaodaiwa kuwa ni Wakatoliki walioandamana dhidi ya Padri Kitima. Uhusiano huu umemweka Nchimbi katika wakati mgumu Ikulu, kati ya utiifu wa urais na wa Tanzania na kuzidisha hasira za wananchi. Kwa mujibu wa simulizi ya Brenda Rupia, chama tawala kimefikia mahali ambacho hakiwezi tena kushughulikia kwa udhabiti changamoto halisi za kiuchumi Tanzania, kijamii na kiutawala zinazowakabili wa Tanzania wa kawaida. Hata hivyo, alidai kuwa badala ya kutoa suluhu mwafaka, serikali ya Samia Suluhu imezidi kugeukia ukumbi wa michezo ya kisiasa, ikipeleka wafuasi wachanga wa chama CCM na vitambulisho nyeti vya kijamii kama zana za kuunda mtazamo wa umma na kusimamia maandamano ya kulipwa. Katika muktadha huu, ushiriki wa makamu wa rais Emmanuel Nchimbi umetafsiriwa kama sehemu ya mkakati mpana ulioelekezwa kutoka juu. Hata hivyo, uamuzi wa kuhusisha ujumbe wa kisiasa na kikundi kinachoonyeshwa kama waandamanaji wa kidini umedhibitika kuwa wa kulipuka. Wakosoaji wanahoji kuwa mbinu hii inafifisha kwa hatari mstari kati ya imani na siasa na kuwaweka viongozi wakuu katika eneo lisiloweza kutetewa kiadili na kisiasa nchini Tanzania. Kwa kuruhusu au kuridhia vitendo hivyo, makamu wa rais sasa anasawiriwa kuwa mshiriki katika mkakati ambao wengi wanaamini unadhoofisha umoja wa kitaifa Tanzania. Kilichozidi kuibua msukosuko huo leo ni dhana kwamba Emmanuel Nchimbi alikuwa anafanya kwa maelekezo badala ya kujitakia, kwa kulipa waandamanaji wa uongo ili kuandamana dhidi ya padri au kiongozi wa Kikatoliki. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanadokeza kwamba watu wa ndani wa Rais Samia Suluhu wanaweza kuwa wamehesabu kwamba kutumia watu wakuu kuhalalisha simulizi zenye utata kungekinga urais wenyewe dhidi ya ukosoaji wa moja kwa moja. Badala yake, mbinu hii inaonekana kuwa na matokeo mabaya na kumwacha makamu wa rais akikabiliwa na shutuma nzito zinazovuka mipaka ya kisiasa, kidini na maadili. Hata hivyo, matamshi ya Brenda Rupia kutoka Chadema sasa yamezidi ukosoaji wa kawaida wa upinzani na yaligusa moyo wa uaminifu wa kitaasisi Tanzania. Alihoji ni jinsi gani vitendo kama hivyo vinaweza kuendelea bila ujuzi au idhini ya uongozi wa juu wa chama, akiuliza kwa uwazi kama hii inawakilisha falsafa mpya ya uongozi ambayo inarekebisha ghiliba na udanganyifu wa umma. Kwa kufanya hivyo, alibadilisha suala hilo kutoka tukio moja hadi kura ya maoni juu ya mamlaka ya maadili ya chama tawala. Utumiaji wa dini kama ngao inayotambulika kisiasa umeelezewa na wakosoaji kama kuvuka mstari mwekundu hatari nchini Tanzania. Waangalizi wanaonya kwamba desturi ya muda mrefu ya Tanzania ya kuishi pamoja kidini inaweza kudhoofika sana ikiwa viongozi wakuu wa kisiasa wataonekana kuzinyonya jumuiya za kidini kwa ajili ya maisha ya kisiasa ya muda mfupi.
Katika hali hii, jina la makamu wa rais Emmanuel Nchimbi kuingizwa kwenye mzozo huo dhidi ya Padri Kitima na maandamano ya Wakatoliki limeongeza hali ya wasiwasi. Mwitikio wa umma umekuwa wa haraka na wa kihemko. Wananchi wengi wameonyesha kutoaminiana kwamba suala hilo nyeti linaweza kushughulikiwa vibaya katika ngazi za juu za serikali. Ukweli kwamba makamu wa rais sasa ndiye kiini cha shutuma hizo umefanya hadithi kuwa nzito zaidi na kuzua maswali kuhusu uwajibikaji ndani ya afisi za juu zaidi za serikali. Ukimya wa uongozi wa serikali wa chama tawala umezidisha mashaka. Mtazamaji, hata hivyo, sasa ama saa zinapopita bila jibu wazi, wakosoaji wanasema kuwa utulivu huu unaonyesha usumbufu wa ndani na kutokuwa na uhakika juu ya jinsi ya kudhibiti uharibifu wa kisiasa na jinsi Samia Suluhu na Emmanuel Nchimbi walivyobaki kimya. Hii inazidisha uvumi kuhusu madai na shutuma hizi kali zilizotolewa Chadema na Brenda Rupia kuwa Emmanuel Nchimbi pamoja na Samia Suluhu wamehusika kuwalipa waandamanaji wa Katoliki waweze kuandamana na kumharibia jina Padri Kitima. Kwa Nchimbi, kukosekana kwa utetezi wa haraka kumemfanya ajitenge kisiasa, akiwa amebeba uzito wa mabishano ambayo huenda hakuyadhibiti kikamilifu. Kipindi hiki kinakuja wakati mijadala kuhusu haki ya kuandamana, uhuru wa dini na nafasi ya kisiasa ya vijana tayari inashikiliwa sana nchini kote. Tukio hilo limeunganisha masuala yote matatu kwa ufanisi katika mgogoro mmoja, na makamu wa rais amesimama kwenye makutano haya yote. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kwamba kadiri serikali ya Samia Suluhu inavyochelewesha kushughulikia swala hilo na kujibu, ndivyo hali ya kutoaminiana kwa umma inavyozidi kuwa kubwa. Ndani ya safu ya upinzani, hali hiyo inawekwa kama ushahidi kwamba chama tawala kinafanya kazi kwa hofu badala ya kujiamini. Hoja hiyo inayoendelezwa kwamba kuegemea kwa propaganda, maandamano yaliyoigizwa na waliolipwa na vikengeushi vya ishara vinavyoonyesha kutokuwa na uwezo wa kutoa mwelekeo wa sera unaoaminika nchini Tanzania. Katika simulizi hii, Nchimbi anaonyeshwa si mbunifu bali kama chombo cha mkakati uliofeli. Ingawa kudumisha mamlaka na nidhamu ya chama ni muhimu, kumruhusu naibu wake Emmanuel Nchimbi kufyonza hatari za kisiasa zinadhoofisha taswira ya jumla ya utawala wake. Baadhi ya wachambuzi wanasema kuwa kwa kumweka Nchimbi katika nafasi hiyo yenye utata, ameharibu bila kukusudia hadhi yake na sifa yake ya mpenda mabadiliko. Suala hilo pia limezua mazungumzo ya ndani ya chama tawala cha CCM kuhusu gharama za jumbe za kisiasa zenye fujo. Kuna wasiwasi unaongezeka kwamba mbinu za muda mfupi zinaweza kuwa zikiondoa imani ya umma kwa muda mrefu, haswa inapohusisha vitambulisho nyeti kama vile dini. Hali mbaya ya Nchimbi sasa inatajwa kuwa mfano wa tahadhari ya jinsi hesabu za kisiasa zinavyoweza kutanzuka haraka. Shinikizo la umma linapoendelea kuongezeka, madai yanaongezeka kwa maelezo ya wazi na ya uwazi kutoka ngazi za juu za serikali CCM. Watanzania wengi hawaridhishwi tena na majibu yasiyo ya moja kwa moja au hakikisho usio wazi. Wanataka kujua ni nani aliyeidhinisha hatua zinazohusika na kulipa waandamanaji, ni malengo gani yaliyokuwa yakifuatiliwa kwa maandamano hayo ya Wakatoliki, na ikiwa kuna mstari yoyote iliyovukwa kwa kujua. Hatimaye mzozo huu umebadilika na kuwa zaidi ya mzozo juu ya tukio moja. Imekuwa kipimo cha uongozi, uwajibikaji na heshima kwa maadili ya kitaifa. Mtazamaji, ni hayo tu. Chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu, vile vile itakuwa umetusaidia kwa sana. Alafu mtazamaji, nijuze maoni yako upande wa comment section. Je, unamuunga mkono Brenda Rupia kwa madai aliyoyatoa dhidi ya Emmanuel Nchimbi ambaye ni makamu wa rais wa Samia Suluhu? Vile vile mtazamaji, bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.